Asubuhi ya leo tunataka kuomba na naamini Mungu atatusaidia. Ningependa sana Bwana akusaidie uwe makini kwa kile ambacho tunaenda kuelezea asubuhi ya leo. Kama hakikuhusu wewe binafsi, kinahusu watoto wako. Kama sio watoto wako, kinahusu kazi ya mikono yako. Na hicho ndio kitu ambacho tunasema kwamba madhara ya kuvunja mipaka ya tendo la ndoa, kujiepusha na madhara yaliyosababishwa na waliovunja mipaka ya tendo la ndoa. Kuna madhara gani wakati mtu asiyestahili kufichua uchi wa mtu anaofichua? Mambo ya Walawi mlango wa 18. Praise the Lord. Nimesema kama sio wewe, sikiza kwa niaba ya watoto wako. And worship. Na ukisoma katika mambo ya Walawi mlango wa 18, ukisoma kile kitabu ukiendelea, utaona kuna masharti ambapo Mungu analinda uchi wa mtu. Maana masuala ya kitanda ni uchi wa mtu. Nisome tu machache kuanzia mstari wa 18, lakini ukipata nafasi utasoma binafsi. Nasema wala usiwae mwanamke pamoja na ndugu yeye aweze mtesi wake kufunua utupu wake huyo wa pili atakapokuwa yuhai. Mstari wa 19 anasema wala usimkaribie mwanamke kumfunua utupu wake wakati wa kutengwa kwa ajili ya unajisi wake. Mstari wa 20 asema usilale na mke wa mwenzio ukajitia unajisi naye. Na wakati maandiko linasema juu ya kumsaidia mtu kuelewa, wakati Biblia inasema kwamba mke wa mwenzio au mume wa mwenzio, sio lazima yule mtu ameolewa. Kila ambacho inamaanisha kwamba mtu ambaye hajaolewa si wako. Hello? Praise the Lord. Kama wewe ni kijana hujaona unalala na mtu ambaye hujamua, huyo unalala na bibi ya wenyewe. Hello? Maana hakuna sharti ya kwamba utamua. Na kama wewe ni mwanamke unalala na kijana mwenye hajaolewa, unalala na bwana wenyewe. Na unafichua uchi ambao sio wako. Kwa nini ninawatoa? Kwa sababu wamejinajisi na uchi ambao hawakustahili kufichua. Tuendelee mstari unaofuatia. Asema na hiyo inji imekuwa najisi kwa ajili ya hao, yaipatiliza uovu wake juu yake, na hiyo inji yatapika wenyeji wake na kuwatoa. Ya kwamba ule udongo ambao umeubeba, kuna watu waliokataliwa. Badala ya inji kuzalisha, inji kawatema. Kwa nini? Ni kwa sababu waliufichua uchi ambao sio wao. Waliona siri ambazo hawakuruhusiwa. Inji kakataa. Hivi vitu vya kufichua uchi wa watu anasema jitenge navyo, maana vinaharibu ardhi. Vinafanya ardhi kukataa watu. Vinasababisha ardhi nasema basi hautawahi fanya biashara juu yetu. Kila unachojaribu kinatemwa. Kazi inatemwa, kila kitu unachofanya kinatemwa. Lakini ashukuriwe Bwana ametuleta asubuhi ya leo kutuponya. Somebody sema amen. Somebody sema hallelujah to God. That's why Paulo anakuja katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa kwanza. Anasema kwa sababu ya hatari ya hiyo mipaka, anasema kila mtu na awe na mke wake au mume wake. Kila mtu. Kwa sababu ya hatari. Na anasema mnaweza kujizuia tu wakati wa maombi, lakini mkimaliza maombi rejelea. Mstari wa 35 anasema, mstari wa 35 anasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 7:35. Nasema hayo ni wafaidie, si kwamba ni watege tanzi, bali kwa ajili ya vile vipendezavyo, tena mpate kumhudumia Bwana pasipo kuvutwa na mambo mengi. Kwa nini nasema hiyo? Ili kuwalinda katika utumishi. Kwa nini tulinde utumishi wetu? Maandiko yanasema yeyote anayetaka kuwa mkuu lazima awe mtumishi. Na kati ya vitu ambavyo vinaweza haribu utumishi wa mtu ni mipaka. Ikiwa mipaka ya tendo la ndoa haijalindwa, haitakuzuia kutumikia Bwana, lakini na uwezo wa kumzuia mtu kumtumikia Bwana kwa faida.
Somebody sema amen. Now, sikia hii ya kwamba kuvunjika kwa mipaka ya ndoa ama kuvunjwa kwa tendo la ndoa halimtafuti mtu yeyote tu. Hii hutafuta watu wa aina fulani, sio kila mtu. Katika Mithali mlango wa 6, kwa nini watu wanaojiangusha katika usherati? Ama kwa nini mtoto anaanza kukua ni mdogo alafu napata yule mtoto wanamnajisi? Kwa nini hili roho ya usherati inamwandama mtu? Ni kwa nini hiyo roho inakuja? Ni kitu gani ambacho inatafuta? Mithali mlango 32 asema mtu azinie na mwanamke hana akili. Asema afanya jambo litakalo angamiza nafsi yake. Asema mstari wa 33, asema atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha zake haitafutika. Lengo la shetani kuvunja mipaka ya tendo la ndoa ni kwa sababu ya kuvuna nafsi. Kanisa, sikia, usherati ni evangelism. Praise the Lord. Ni uinjilisti wa ufalme wa giza. In other words, ya kwamba roho ya usherati huangukia watu ni uinjilisti ambao umebadilishwa. Wewe haujawahi soma hadithi ya huyo mwanamke Msamaria? Mama mmoja ana evangelize Samaria nzima na watu wanaokoka. Lakini kabla aanze kufanya uinjilisti, cha kwanza ambacho kiliangukia ilikuwa ni usherati. Soma Bible. Watu wengi ambao walishiriki katika wokovu na kuzaliwa kwa Yesu, wengi walikuwa washerati. Kwa sababu gani? Hiyo roho inapokuja juu ya watu, lengo lake ni kuwinda nafsi za watu. Somebody sema fire. Praise the Lord. Lengo la hili somo sio kwa sababu ya kukulaumu, ni kwa sababu ya kukusaidia. Praise the Lord. So ruhusu tu moyo wako ufunguke vizuri kabisa, kwa sababu Mungu anataka kumsaidia mtu. Kuna vitu lazima tuitishe virejeshe kwetu. Somebody sema amen. Angalia mstari wa 26, Mithali 6:26. Mithali 6 mstari wa 26 anasema hivi, maana kwa malaya asema mtu hutiwa katika hali ya uhitaji kipande cha mkate. Anatiwa katika hali ya uhitaji. Hangehitajiwa kuhitaji, lakini akavamiwa tu na mpaka leo hajapata kazi. Soma na mimi sehemu ya pili, anasema namna gani? Asema na kahaba humwinda mtu anase nafsi yake. Lengo lake sio mwili wako. Wanatumia mwili wako, lakini mlengo ni nafsi yako. Kwa sababu gani? Hazina ya mtu imewekwa ndani ya nafsi. Na ndio sababu kazi ya umalaya sio ya watu maskini. Ngoja jirani, umesikia hiyo? Na pia watu wanaohusika, ni lazima nafsi yako ikawe na utajiri. That is why hawalali na kila mtu. Kabla wakuja wakufikia, lazima wakuscan. Una nini ndani yako? Hauoni mtu yoyote aliyeshiriki katika hili swala ikiwa hakuwa anabeba ufalme katika maisha yao. Na shetani anajua namna pekee ambayo ana uwezo wa kumnyang'anya mtu ufalme na akauhamishia mahali pengine ni kupitia kuvunja mipaka ya tendo la ndoa.